Leo nataka nikuambie kitu kitakachobadilisha maisha yako. Hii siyo kauli ya kawaida, ni onyo. Ni sauti ya kukuambia do it now. Sometimes later becomes never. Usisubiri kesho, kwa sababu kesho inaweza isiwepo. Watu wengi duniani hukwama kwa sababu moja kubwa, kuahirisha. Wanasema, nitafanga kesho, nitajaribu wiki ijayo, nitaanza mwakani. Lakini ukweli ni kwamba later mara nyingi hugeuka kuwa never. Fikiria hivi, kuna watu walitaka kuandika kitabu miaka 5 iliyopita. Hadi leo hawajaandika ukurasa hata mmoja. Kuna watu walitaka kuanzisha biashara, lakini walisubiri mazingira yafae. Leo wameshuhudia wengine wakiwahi na kufanikiwa. Kuna watu walitaka kujiunga na mazoezi ili waboreshe afya, lakini bado wanasubiri wakati sahihi. Wakati sahihi hautakuja, wewe ndiye unapaswa kuutengeneza. Sababu ya kutenda sasa. Kila sekunde unayosubiri, maisha yako yanaendelea kupita. Kila siku unayoahirisha, unajinyang'anya nafasi ya kuwa bora zaidi. Utafiti wa University of Scranton ulionyesha kuwa zaidi ya 92% ya watu wanaoweka malengo mapya ya mwaka hawayatimizi kwa sababu wanaahirisha, wakiamini bado wana muda. Lakini kumbuka, hakuna mtu aliyewahi kufanikisha ndoto kubwa kwa kusubiri muda ufae. Ndiyo maana leo nataka nikuambie hivi. Ukipanga kuandika, andika ukurasa mmoja leo. Ukipanga kuanza mazoezi, fanya push-up 10 leo. Ukipanga kuanzisha biashara, tafuta taarifa, anza na hatua ndogo leo. Kumbuka, hatua ndogo ya leo ni bora kuliko mpango mkubwa wa kesho usiowahi kuanza. Maisha yako hayangoji, muda hautasimama, na ndoto zako hazitasubiri. Chukua hatua sasa, kwa sababu kesho inaweza isiwe na nafasi uliokuwa unaisubiri. Ikiwa ujumbe huu umekugusa, endelea kufuatilia kwenye channel hii, share na rafiki zako, na usisahau kuanza leo, sio kesho.